moja ya ukweli na imani potofu juu ya bawasiri. Sasa hapa ndo unisikilize, na hichi ndo kilichopelekea changamoto ya bawasiri uwe ni ugonjwa wa aibu. Yaani hata walio na bawasiri hawezi kutamka live kwamba mimi na changamoto ya bawasiri, ni kwa sababu ya hizi imani ambayo imejengeka. Hapo mwanzoni iliaminika kwamba unapokuwa na bawasiri basi moja kwa moja umefanya mapenzi kinyume na maumbile. Hiyo ni moja ya sababu inayopelekea bawasiri. Kama unafanya mapenzi, una hatari kubwa ya kuwa mojawapo ya mtu ambaye unaenda kupata changamoto ya bawasiri. Sasa jamii zetu nyingi ziliamini unapokuwa na bawasiri umefanya mapenzi kinyume na maumbile. Sasa hii ni imani potofu sana ambayo wengi wameishi nayo. Kuna watu wengi unapokuwa unampatia zile tiba za kutibu venzi kuondokana na bawasiri, anakuambia toa zile stika zisionekane kabisa, ili isionekane nina changamoto hiyo. Sasa hii ni hatari kwa sababu ya jamii zetu zimejengeka kwenye misingi hiyo. Sasa inatokana nini? Inatokana na imani ya kwanza ya kwamba wenye bawasiri wamefanya mapenzi kinyume na maumbile. Sasa hii ni imani potofu ndugu zangu. Kuna sababu nyinginezo zinazopelekea bawasiri nje ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Na pia kufanya mapenzi kinyume na maumbile ni moja ya sababu. Tunaposema ni moja ya sababu, ina maana kuna sababu nyingine zinazopelekea changamoto ya bawasiri. Ndio maana unakuta ni mtoto mdogo miaka 3-4 ana bawasiri. Je, huyu ameshiriki mapenzi kinyume na maumbile? Inaweza ikawa ndio au hapana, kulingana na wewe mwenyewe, lakini hapo ni hapana. Kwa hiyo changamoto ya bawasiri ni issue ya veins. Ndio maana mara nyingi wanawaambia kwamba hakikisha unatibu zile veins kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna sababu nyinginezo zinazopelekea bawasiri kama ukulisi. Mara nyingi 85% ya ugonjwa wa bawasiri wengi tunalisi ule udhaifu wa veins kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo inapotokea pressure aina yoyote, ndio maana pengine inatokea changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo kama unateseka na bawasiri, ndugu yangu, usiogope kutafuta suluhisho, na usiogope kwamba watakufikia kwamba umefanya mapenzi kinyume na maumbile. Kama hujafanya, nafsi yako ndio izamilie na ikwambie ukweli kwamba sijafanya hiyo hiyo issue ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Tafuta suluhisho. Kuna sababu nyingi sana kuliko za kawaida. Lakini ya pili, sio kila anayetokwa damu kwenye njia haja kubwa ana changamoto ya bawasiri. Ndio maana mara nyingi inabidi ufanye uchunguzi, ambao tumesema kuna uchunguzi historia, kuna kuweka kidole kwenye njia ya haja kubwa ili kugundua kama kuna vimbe, lakini pia colonoscope inaweza kutumika, anoscope inaweza kutumika ili kuweza kugundua kama kuna changamoto ya bawasiri moja kwa moja. Kwa hiyo hizi ndio imani potofu ambayo wengi wamekuwa wakijenga. Kama bado unateseka na bawasiri, andika neno bawasiri, usiache kuchukua namba yangu kwenye bio, niandikie neno bawasiri kwenye inbox WhatsApp ili uweze kupata msaada. Tibu veins ili uweze kuondokana na changamoto ya bawasiri. Usisubiri mpaka afikia sehemu unatokwa na choo bila kujitambua na unaanza kuvaa pampers. Ni hatari kwa afya yako.